Tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala jalla fi ula, Mola haya kwa uwezo wake na tawfiki yake, alhamdulillah, kwa kusanyika hapa na ikawa fadhala ya kukaa msikitini ni hali tulioelezwa. Tutosheke tu kwamba mpaka kikao hichi kimalizika, sisi tunaambiwa simameni na filhali nyinyi mumesamehewa, hata kama hujastafidi na chochote kule kukaa. Inshallah kila ambaye hajumuia sunnatul i'tikaf amuie, tunaambiwa simameni na nyinyi mshasamehewa. Na sote hapa hakuna asokuwa na madhambi, kullu ibn adama khata', kila binadamu ni mwenye kukosa mno. Kule kukaa hapa tayari ni ibada, na tuko katika rahma ya Mola na tumefunikwa na kivuli ya malaika. Alhamdulillah, wallahi hizi ni neema kubwa sana. Na yule mmoja akiitwa kama Ka'bul Ahbar, mwanachuoni kubwa, asema lau anna thawaba majlisi al-ilmi dhahara linnasi lataraka kullu shughli shughla. Lau anna thawaba majlisi al-ilmi, lau ingekuwa thawabu ya kikao cha elimu itadhihiri kwa watu waone ni thawabu gani tunaolipwa tunapokaa katika vikao vya ilmu. Asema Ka'bul Ahbar, la taraka kullu dhi shughli shughla, kila mwenye shughuli angeacha shughuli yake akaja hapa. Mwenye biashara akaacha biashara yake, kwa sababu hakuna biashara ambayo kwamba ni kubwa kama kufanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mwenye kuangalia TV na Taifa Habari sijui na nini zote angeziacha, angekuja katika sehemu kama hii, lakini ikawa Mola subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake iliyokuwa kubwa akaficha. Je, sisi twalipwa nini? Hatujui, ni Allah ndio anaujua. Lakini ingekuwa lau sisi tungejua, wallahi kila mwenye shughuli angeacha shughuli yake akahudhuria katika vikao kama hivi. Na alhamdulillah, sisi tumshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema ambayo ni kubwa sana. Katika darasa yetu iliyopita ambayo tuliasisi, lillahi alhamd, tafsiri ya al-ahadith an-nabawiyya, kitabu cha al-arba'in an-nawawiyya cha al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi, tukaeleza lamhatan sari'atan an tarikh al-Imam an-Nawawi, tukaeleza kitu kidogo sana kutokamana na tarehe ya al-Imam an-Nawawi, na tukasema hata leo pia inshallah hatutoingia kwa tafsiri hadithi ya kwanza inayosema innamal a'malu binniyat. Labda darasa ikuja ndio tutaanza kutafsiri kwa kiasi chetu ambayo Mola subhanahu wa ta'ala ametupatia. Leo ni kueleza mukaddima ya al-Imam an-Nawawi mwenyewe. Hii 40 an-Nawawiyya ameandika mukaddima hindi, akaeleza hindi kama hiyo kwa uzuri sana, na sisi inshallah hindi kama hiyo yeye ametuandikia na tutastafidi kutokamana na hiyo hindi kulingamana na uchache tulionayo kama tulivyosema inshallah. Nasema muqaddimatul Imam an-Nawawi, utangulizi wa al-Imam an-Nawawi. Hizi vitabu vidogo sidhani kama iko nazo, lakini hii ni mukaddima wake ambayo yeye ameandika. Ndani ya hii mukaddima tutapata mengi inshallah biidhnillahi al-karim. Akaanza kusema alhamdulillahi rabbil alamin, wa yeye amshukuru Mola subhanahu wa ta'ala jalla fi ula
Mola ambao kwamba yeye anastahili kila sifa njema, mlezi wa viumbe wote. Mola ambao yeye ni qayyum as-samawati, ni mwenye kusimamia mno masala ya mbingu saba, wal ardina, na ardhi saba. Imana kusimamia, kuipekesha, anaupekesha ardhi na mbingu saba ni Allah jalla jalaluhu. Mudabbir al-khalaiqi, mwenye kupekesha na kupeleka viumbe ajma'ina wote. Ba'ith ar-rusul, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutumiliza mitume, salawatu wa salamuhu alayhim ila al-mukallafin. Hao mitume wametumilizwa kwa wale ambao wamekalifishwa na sheria, ambao kwamba wale walioko fauqa al-bulugh ndio wanaitwa al-mukallafin, lakini alokuwa tahta al-bulugh haitwi mukallaf. Kwa fupi, mitume wametumilizwa ila al-mukallafin, kwa wale waliokalifishwa na sheria. Lengo la shabaha li hidayatihim, Allahumma hadina, kwa ajili ya kuongoza hao al-mukallafin mitume, lengo hiyo. Wa bayani shara'i ad-din, na kubainisha sheria ya kidini, bidalail al-qat'iyyati, kwa dalili za qat'iyya za kukata, wa wadihat al-barahin, na hoja zilizo wazi. Ahmaduhu, na muhimidi yeye Allah, ala jami'i ni'amihi, juu ya neema zake zote. Wa as'aluhu al-mazida, na namuomba yeye Allah mazid, anipe mazidi, min fadli, mazidi kutokamana na fadhila yake, wa karamihi, na ukarimu wake. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, kwamba anashuhudia kwamba bwana wetu Muhammad ni mja wa Allah na mtume wake. Wa habibuhu, na ni kipenzi chake. Wa khaliluhu, na ni bui wake. Afdalul makhluqin, hakuna mtu ambaye kwamba ni bora katika viumbe kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndo afdalul makhluqin, al-mukarram bil Qur'an al-aziz, aliyotukuzwa kwa Qur'ani tukufu. Al-mu'jizati al-mustamirrati, mu'jiza ya kuendelea. Ala ta'aqubi sinina, juu ya kukaliana noba zile miaka, kila inapokwenda miaka ikienda ikirudi, basi Qur'ani ndio al-mu'jizul khalid. Madha jamaa, al-mu'jizul khalid ndio mu'jiza ya milele. Leo zile vitabu ambavyo sisi tumesoma katika aqida lazima tuziamini. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tawrat Musa bil huda, tanziluha Zabur Daud wa Injilun ala Isa, Furqan ala khairil mala. Hizo vitabu vyote haiwezi kuwa ni al-mu'jizul khalid, zimeisha na zimeingia tahrif na tabdil. Utasikia Injili ya kale, utasikia Zaburi ya kale, lakini Qur'ani ni ile, hakuna siku itabadilishwa. Na Qur'ani ukiondosha harfu leo, kesho watu washajua kwamba kuna kitu kimeondoshwa. Ndio al-mu'jizul khalid, na amepewa Mtume Muhammad. Ni kama kwamba Mtume ametukuzwa kwa kupewa nini jamaa? Qur'an. Bali Mola subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sikiliza hizi taukidi zote, taukidi. Inna, hakika sisi, Allah ambao kwamba ni al-mu'adhibu li nafsi, anatukuza nafsi yake hapa. Akisema inna, sio kwamba wakuweka yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu akijitukuza huwa anasema, anatumia dhamirul jam'i, lakini peke yake. Mathalan, rais anaweza kuja kutuambia bwana, sisi serikali tumesema sawa, lakini alosema ni yeye, sio serikali. Lakini huwa pale mtu ajitukuza yeye. Inna anzalnahu, hakika sisi
tumeiteremsha. Lakini ni al-mu'adhdhibu madha jamaa nafsi, anatukuza nini? Nafsi yake Allah subhanahu. Sasa ndio inna, hakika yetu sisi nazzalna dhikra, tumeiteremsha nini jamaa? Adh-dhikr, ambao kwamba ni wahid min asma'i al-Qur'an. Qur'an ina majina mengi, lakini moja katika majina ya Qur'an ni adh-dhikr, kwa sababu Qur'an ni kukumbusha wewe. Kwa moja jamaa, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, zote zitawkid. Hakika sisi hii Qur'ani tutahifadhi. Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna siku Qur'ani tabia tabdil na tahrif, hakuna. Lakini hizi vitabu vingine zote zimeingia nini? Sasa Allah akampa Mtume Muhammad al-mu'jizul khalida, ndio akasema al-mukarram, alotukuzwa Mtume Muhammad bil Qur'an al-aziz, kwa Qur'an gani? Kwa Qur'an tukufu, al-mu'jizati al-mustamirrati, mu'jiza ya nini jamaa? Ya kuendelea, si muujiza wake wakati fulani kisha katika raha. Wa bisunan al-mustamirati, na kwa sunna ambayo kwamba anakusudia hadithi za Mtume Muhammad, wa sunna ambazo ni zenye kuangazia lilmustarshidina, kwa wale wanaotaka kuokoka. Inshallah Mungu atujalie tutake kuokoka inshallah. Yani Mtume amepewa al-Qur'an al-Karim na akapewa al-ahadithu nabawiyya. Kwa moja jamaa, yale maneno wa Mtume tumeambiwa la yantiqu anil, hata kutamka hadithi akatwambia innamal a'malu, alotamka hakika ni nani? Alotamka ni Mtume, lakini amepewa ilham Allah akatamsha maneno kama hayo. Kwa moja jamaa, al-makhsusu, Mtume aliyohusishwa bijawami al-kalimi, kwa mkusanyiko wa vilma. Mtume kuna kitu ambayo anayo pia, ni moja katika hususia yake, ana kitu kinachoitwa jawami al-kalim. Jawami al-kalim ni kitu gani? Tumesoma sisi katika baraza, yani utaona hadithi ni ndogo, alfadhi zake ni chache, lakini maana yake ni makubwa. Kama hii innamal a'malu binniyat. Kwa moja jamaa, yani hii hadithi subhanallah, hii lafzi yake ni ndogo, lakini maana yake ni makubwa. Sasa al-makhsusu aliyofanywa nini jamaa? Aliohusishwa bijawami al-kalimi, kwa mkusanyiko wa nini? Wa firma wa samahati dini. Wa madha? Wa samahati dini, kwa hapo wa samahati dini, na dini aliyotuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni dini ambayo kwamba ni nyororo nyepesi kabisa, dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala sa'iri nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa sa'iri salihin, amma ba'du. Sasa hapa ni muhimu sana kutueli pamoja, na ndio maudhui tuliyokusudia zaidi. Hichi kitabu ambacho sisi tuisoma jamaa inaitwa nini? Al-Arba'in an-Nawawiyya, sio? Ndani yake ulama wanasema kuna hadithi 40. Idadi ya hadithi ukihesabu utaiona ni 42. 40 ngapi? Lakini wakasema yani tuifanye ni 40. Sasa tuseme kwamba hizi hadithi tulionazo ni 40. Sawa jamaa? Inaitwa al-Arba'in an-Nawawiyya. Mbona Imam an-Nawawi na hilo swala ambalo ni muhimu sana asikusanye hadithi 50 mathalan, akatwambia al-50 an-Nawawiyya au as-60 an-Nawawiyya au as-70 an-Nawawiyya? Kwa hadithi zilizokusanywa ni hadithi 40 pamoja, ikaitwa nini? Al-Arba'in an-Nawawiyya. Pamoja sisi tayeb. Ulama walikuwa hawafanyi mambo kubahatisha, huwa ukifanya kitu wanafanya kwa dalili. Wakasema Imam an-Nawawi alikukusanya hadithi 40 kwenye sehemu moja, na akaita al-Arba'in an-Nawawiyya, ana ushahidi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hapa tuweni pamoja tafadhali. Wakasema hii hadithi ambayo al-Imam An-Nawawi ameitegemea ni hadithi ambayo imepokelewa na masahaba 11 au masahaba 9 pamoja, lakini kwa nafsi ambayo imeandikwa hapa ni masahaba 9 wameipokea hii hadithi ambayo ameitegemea al-Imam An-Nawawi. Sawa sisi? Mtu wa kwanza amepokea ni Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mwingine ni Abdullah ibn Mas'ud, Muadh ibn Jabal, Abu Darda, Ibn Umar, Ibn Abbas, Abdullah, Anas ibn Malik, Abu Huraira na Abu Sa'id al-Khudri. Tuweni pamoja. Hii hadithi ambayo tunasema imepokelewa na masahaba 9, ndio kuanzia Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Muadh ibn Jabal, Abu Darda, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas ibn Malik, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri. Mtume sallallahu alaihi wasallam wa baraka alayhi anatuambia, man hafidha ala ummati ماذا؟ من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. من حفظ على أمتي yoyote mwenye kuhifadhi juu ya umma wangu. Leo kwa moja tafadhali, man hafidha ala, yoyote mwenye kuhifadhi juu ya umma wangu. Amehifadhi nini? Hadithi au 40 haditha, akahifadhi hadithi 40 kawaiko kichwani mwake. Hadithi hizo min amri diniha, yahusiana na mambo ya dini ya ummati Muhammad. Yani wewe kwenye kichwa chako umehifadhi hadithi 40, na hizo hadithi 40 zote zahusiana na mambo ya dini ya ummati Muhammad. Faida nini ya Rasulullah? Mtu anapohifadhi hadithi 40, ba'athahu Allah, atamfufua yeye Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة, siku ya kiyama, fi zumrati fuqaha, katika wale grupu ya fuqaha, wal ulama, katika grupu ya ulama. Ya salam, ya mathalan wewe umehifadhi hadithi 40 kichwani mwako, na zile hadithi zote za husiana na mambo ya dini ya ummati Muhammad, alaysa kadha? Thawabu unaipata kesho na kufufuliwa na al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijra, al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, al-Imam Ahli Sunna wal Jamaa, kama al-Imam Ahmad bin Hanbal, kina al-Imam al-Ghazali, kina Zakaria al-Ansari, kina al-Imam Suyuti, kina al-Imam Taqiyuddin al-Subki. Wewe wafufuliwa katika grupu ya hao. Kwa nini? Kwa sababu kichwa chako umehifadhi hadithi ngapi jamaa? 40. Sasa hadithi ziko malaki, hadithi ni nyingi sana. Sawa? Sasa Imam Nawawi akatuambia, yani hivi akatufahamisha sisi, ili mtu asipate shida, hizo hadithi ziko malaki. Ili mtu asipate shida ya kuhifadhi hizo hadithi 40, mimi nitakusanyia kitabu ambacho ni ndogo sana, ambayo imemiliki hadithi, imekusanya hadithi 40 tu, ili wewe uhifadhi kesho siku ya kiyama kufufuliwa katika grupu ya al-fuqaha wal ulama. Jamaa, ni fadhila au si fadhila? Sasa nakwambia mimi sitaki upate shida, nataka uhifadhi hapa kichwani mwako, kesho siku ya kiyama kufufuliwa katika grupu ya ulama na fuqaha. Kwa pamoja wakakusanya hadithi ngapi? 40. Akaitabiri jamaa, tumesema al-40 an-nawawiyya. Wa fi riwayati tumesema imepokelewa na masahaba 9 jamaa, si ndio? Wengine wanasema 11. Katika riwaya nyingine, ba'athahu Allah, atamfufua yeye Mwenyezi Mungu, faqihan, hada kuwa ni faqih, alima, ni mwanachuoni. Wa fi riwayati Abi Darda, katika riwaya ya nani jamaa?
Abi Dardai, wa kuntu lahu yawma al-qiyamati shafi'an wa shahida, mimi kesho siku ya kiyama nitakuwa kwa huyu mtu aliyehifadhi hadithi 40, nitakuwa ni shafi'an la, nitamshufaia kesho siku ya kiyama, nitakuwa ni shahidi kwake yeye. Imani wataka kesho siku ya kiyama mtume akushufaie wakati kupata shafaa ya mtume, hifadhi hadithi 40 kichwani mwako. Sawa jamaa? Wa fi riwayat ibn Mas'ud qila lahu udkhul min ayi abwab al-jannati shi'ta, ataambiwa kesho siku ya kiyama, hizi milango yote, angalia katika milango yote ya pepo, ingia peponi kwa mlango yote unaotaka peponi, chagua katika milango yote unaotaka. Kwa nini? Kwa sababu umehifadhi hadithi ngapi jamaa? Wa fi riwayat ibn Umar, na katika riwaya ibn Umar, kutiba fi zumrati ulama, yataandikwa katika grupu ya ulama, wa hushira fi shuhada, atafufuliwa mtu yule katika grupu ya shuhada, ambapo kwamba sayyidu shuhada ni nani jamaa? Hamza ibn Abd al-Muttalib alaysa kadha, wewe wafufuliwa pamoja na sayyiduna Hamza. Wallahi ni fadhila kubwa sana. Tayeb, nadhani hii ilikuwa ni fadhila kubwa, lakini kitu tuloipata, kwa nini al-Imam Nawawi amekusanya hadithi 40? Umeelewa, sivyo? Istishhadi aliyoitegemea, man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawm al-qiyamati madha fi zumrati al-fuqaha'i wal ulama. Haya ndiyo malengo. Hii ilikuwa ni nukta ya kwanza. Ama nukta ya pili, na hii ni muhimu sana jamani. Je, al-Imam Nawawi ambaye tumesema anaitwa Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, sio? Je, ni yeye peke yake ndio alokusanya hadithi 40 kwenye kitabu kimoja, au kuna wenzake waliotangulia, au kuna wengine ndio walikuja baadaye? Hii ni masala muhimu. Ulama wanasema la, sio peke yake. Waliokusanya hadithi 40 kwenye kitabu ni hadith wala haraj, ni wengi sana. Na hapa katika mukaddima wake al-Imam an-Nawawi ameashiria, sikiliza, waqad sannafa al-ulama, na hakika wametunga nani? Ulama ridwan radiyallahu anhu fi hadha al-bab, katika mlango ma la yuhsa min al-musannafat, utunzi ambao kwamba hazidhibitiwi. Lakini akasema fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak. Mmoja, mtu wa kwanza ambao mimi nimemjua amekusanya hadithi 40 kabla yangu alikuwa ni Sheikhul Islami Abdullah ibn al-Mubarak. Leo ukisema Abdullah ibn Mubarak, kwa wasomi wanamuelewa sana. Kama mimi sijasoma na mwingine, hatuwezi tukamwelewa Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, ulama wanakuambia kana fil qarni athani min al-hijra, kana fil qarni athani min al-hijra, kwa sababu yeye kufa kwake alikufa 181, alikufa mwaka 181. Tukasema sisi kana fil qarni athani min al-hijra, yani alikuwa katika zile karne tatu ambayo ameashiria Mtume Muhammad. Mtume anasema khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, asema karne bora ni karne ile ambayo kwa mimi nilikuwa ndani, kisha ile karne inayofuata, kisha ile inayofuata, ikaitwa al-qurun thalathatu al-mufaddala, karne tatu iliyokuja baada ya Mtume Muhammad. Kwa jamaa, Mtume alikuwa katika karne ya kwanza. Sayyiduna Sheikhul Islam Abdullah ibn Mubarak alikuwa katika karne ya pili, na kufa kwake alikufa mwaka 181. Lakini juzi tulisema al-Imam Nawawi alizaliwa lini? Nini? 631, sio? Siku nyingine tafadhali tusikosane. 631 ndio alizaliwa al-Imam an-Nawawi, na tukasema alikufa mwaka 676, sio?
itakuwa ameishi miaka 45. Lakini ulama wanakuambia kana Nawawi fi al-qarn as-sabi'i, kana Nawawi al-Imam Nawawi alikuwa katika karne ya kwanza. Lakini huyu ambaye kwamba ndo awwal man jamaa haditha 40 haditha, huyu aliyokusanya hadithi 40 mara ya kwanza, tumesema anaitwa nani jamaa? Sayyidina Abdullah ibn, na tukasema kana fi al-qarn ath-thani min al-hijra, alikuwa katika karne ya pili. Na huyu Imam Nawawi alikuwa katika kana fi al-qarn as-sabi, alikuwa katika karne ya nini? 7. Hebu niambie sasa, karne ya pili mpaka karne ya 7 ni sehemu mbalimbali sana, na karne huwa ni miaka 100 ndio ipite ikisaliwe ni karne moja. Tuko moja sisi? Sasa masala ya kukusanya hadithi 40 haikuanza kwa Imam Nawawi, ilianza kitambo sana, tangu karne ya pili. Na tukasema aliyokusanya jamani nani? Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Kisha ukaja baada yake kuna mmoja pia anaitwa Sheikh Muhammad, Sheikh Muhammad ibn Aslam al-Tusi, Sheikh Muhammad ibn Aslam al-Tusi. Na huyu na yeye alikuja akakusanya hadithi ngapi jamaa? Hadithi 40 kwenye kitabu. Na wote wanategemea ile hadithi tuliyoisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawm al-qiyamati fi zumrati al-fuqaha'i wal ulama. Na mtu mwingine ambaye ulama ameshiria au Imam Nawawi ameshiria katika hichi kitabu ni mtu anaitwa thumma al-Hasan ibn Sufyan an-Nasa'i. Huyu pia alikusanya hadithi 40 kwenye kitabu. Wa Abu Bakr al-Ajuri, na huyu alikusanya hadithi 40. Wa Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani, na huyu alikusanya hadithi 40. والدارقطني له المسند حديث 40. والحاكم والإمام الحاكم المسند حديث 40. وأبو نعيم صاحب الحلية أبو نعيم بها المسند حديث 40 أكيد الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية. وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني نووي المسند حديث 40. وعبد الله بن محمد الأنصاري المسند حديث 40. وأبو بكر البيهقي المسند حديث 40. كيش الإمام النووي يسمع وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. ماذا؟ وخلائق يعني viumbe wengi sana ambao la yuhsabuna hawadhibitiwi, bimaana la yu'rafu adadun, idadi zao hazijulikani. Min almutaqaddimin, ulamai waliokuja mara ya kwanza, kama mfano kama kina Sayyidina Abdullah ibn Mubarak tunaoeleza, si ndio? Na wengineo min almutaakhirin, na wao walikuja wakakusanya hadithi 40 kwenye kitabu. Tuko moja jamaa? Wote wanafanya kazi na hadithi tuloashiria. Tuko moja sisi? Tayeb. Walifat al-arba'inat la tuhsa, zikakusanywa hadithi 40 zikatungwa, idadi zake hakuna anayojua kwa sababu ni vitabu vingi sana, na wote lengo na shabaha kila mmoja ataka mmoja katika ummati Muhammad apate na yafa'athahu Allah fi surati al-fuqaha'i wal ulama. Msalimu Allah hapo mmoja na sisi mmoja jamaa, lakini alhasil waliokusanya ni wengi. Mmoja katika waliokusanya katika min al-shuyukh al-mu'asirin, mashayikh waliokuja baadaye katika hizi zama, anaitwa Sheikh Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari. Madha? Sheikh Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari akaita al-arba'in al-Ghumariya fi shukr an-ni'am. Madha? al-arba'in al-Ghumariya fi shukr an-ni'am. Tayeb. Kisha Imam Nawawi, hii ilikuwa ni nukta ni muhimu tujue. Asema qad istakhartu Allah ta'ala, hakika nimemtaka istikhara Allah. Yani ulama tunaona kwamba mambo yao kitaka kufanya yote wanategemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
hakuna kitu wanachotaka kufanya wakaamka wakafanya. La, asema hakika nimemtaka istikhara Allah, bimaana niliswali salatu al-istikhara. Leo na shabaha fi jami' 40 haditha, katika kukusanya hadithi ngapi jamaa? Hadithi 40. Asema niliswali salatu al-istikhara ili nipate ishara za kukusanya hizi hadithi 40, iqtidaan bihaulai al-a'immati al-a'lami, hali ya kufuata hawa maimamu ambao kwamba ni wanazuoni wa hufadhi al-Islami na wahufadhi wa Kiislamu, mimi niliwafuata. Asema sio kwamba mimi ndio nilianza kukusanya masala hadithi 40. Tumesema mmoja katika waliotangulia ambao wa kwanza aliokusanya hadithi 40 tumesema nani jamaa? Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Asema mimi niliwafuata hao. Waqad ittafaqa al-ulama, na hakika wameafikiana wanazuoni, ala jawazi al-amali, juu ya kufaa kufanya kazi bila hadithi dhaifu, kwa hadithi ambayo ni dhaifu, fi fadail al-a'mali, katika fadail al-a'mal. Tuende pamoja. Hii hadithi ambayo man hafidha ala ummati 40 hadithan, sio min amri diniha, ba'athahu Allah fi zumrati al-fuqaha'i wal-ulama'i. Hii hadithi wanasema wazuri, pamoja kwamba tumesema imepokelewa na masahaba 11 au masahaba 9, wanasema hii hadithi ni dhaifu, sio sahihi. Kwa turuki zake, kwa njia zake zote zilizokuja, hii hadithi ni dhaifu. Sawa? Ndio, lakini ulama Imam Nawawi hapa anasema jamaa, وقد اتفق العلماء، حقيقة وميافقيان ورسولون، على جواز العمل، يوفق فن كازي بالحديث الضعيف، وحديث أبو كبديني ضعيف في فضائل الأعمال، كتك فضائل الأعمال وفاق تبي حديث أبو كبديني ضعيف. يعني تجوا kwamba wanazuoni walikuwa na kubwa na maneno ya Mtume Muhammad, hata kama ile hadithi iliyokuja sio sahihi, lakini maadamu hii hadithi imetengenezwa kwa Mtume, sisi tutaifanyia kazi. Mmoja katika wa kwanza tukasema jamaa aloanza kutunga al-arba'inat ni nani? Tumesema Sheikh Islam Abdullah, yani takuwa ameandika hadithi 40 akakusanya kwenye kitabu, fil hali yeye ametegemea hadithi dhaifu. Sasa ikiwa wanazuoni wanafanya hadithi ambayo kwamba ni dhaifu, wanaifanyia kazi katika fadhailul a'mal, hebu niambie, ukisikia hii hadithi sahha ar-rasulillah وكبر هذا حديث حسن وهذا حديث حسن لغيره وهذا حديث صحيح، je, wataifanyia kazi namna gani wakati wao wanafanyia kazi hadithi mpaka hapo kwamba ni dhaifu? Umeelewa? Hii hadithi ni dhaifu kwa turuki zake zote, kwa njia zake zote ni dhaifu. Kwa mwenye kuhifadhi hadithi 40 atafufuliwa katika fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i, wanakwambia hii hadithi ni. Lakini kwa nini tunafanyia kazi? Kwa sababu katika ulama wa mustalah al-hadithi wakwambia hadithi inapokuwa dhaifu wafaa kutumia katika fadhailul a'mal, ambayo ni katika targhib na tarhib. Madha? Tarhib na targhib. Tarhib, ukimwona mtu mathalan anafanya maasi, wal-iyadhu billahi min dhalik, waweza kufa hadithi dhaifu ili akashtuka karudi nyuma, si haramu kabisa. Ama wataka mtu afanye amal, mathalan tuseme salatu al-ishraq, si sunna jamaa, hadithi iliyoko sahihi iko kabisa, lakini waweza kupapia hadithi dhaifu ukamwonyesha fadhila ya mtu kuswali salatu al-ishraq, kwa sababu watumia hadithi dhaifu katika targhib na nini tarhib. Kwa maana jamaa, ama katika masala ya hukumu, hadithi dhaifu haiwezi kutumika. Mathalan mtu atakuuliza ni nini hukumu ya kitu fulani, ikawa ni hukumu shar'iyyu, kufai kwa hadithi dhaifu, mpe hadithi sahihi. Tumeelewa kwa sisi? Naam. Lakini asema al-Imam Nawawi kwamba hii hadithi nini jamaa, lakini mahadha pamoja na hili kwamba hii hadithi ni dhaifu, falaysa i'timadi ala hadha al-hadith, mimi siitegemei hii hadithi, bal ala qawlihi, bal nategemea juu ya maneno yake fi hadithi sahih, al-ahadithi sahihati,
katika hadithi sahihi iliyokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam asema liwaligh ash-shahidu minkum al-ghaiba, katika hajjatul wada Mtume aliuliza hal ballaghtu, jamaa mimi nimefikisha? Wale masahaba wakamwambia naam, ballaghta ya Rasulullah, umefikisha ya Rasulullah. Na Mtume alijua hii ni hija yake ya mwisho, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni babu faida, Mtume hajja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hajjatan wahidatan fi umri. Mtume katika uhai wake alihiji hija moja tu, hakuhiji hija zaidi ya moja, sawa. Lakini wa'tamara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam arba'a umar. Madha? Arba'a umar. Mtume alifanya umra moja katika maisha yake, lakini hija ilikuwa moja pekee yake. Lakini umra jamaa, na hii ni babu faida. Siku nyingine tukija tujiuliza hapo tusikosane, watu wasione kalamu na kuandika. Hii ni faida kubwa, sio elezi nyingi ni ulama. Mtume katika maisha yake amehiji mara moja, na umra alifanya mara ngapi jamaa? Mara 4. Sasa Mtume akauliza hal ballaghtu, jamaa mimi nimefikisha? Wale masahaba wakamwambia naam, umefikisha. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyanyua mkono wake akamwambia alfallahu allahumma fashhad, Mola shuhudia kwamba hao watu wanaotoa ushahidi kwamba mimi nimefikisha, ya Allah wasishuhudia mimi nimefikisha. Kisha Mtume akamwambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, aliyo hapa amfikishie yule ambaye kwamba hakufika katika hichi kikao, ambao leo sisi hii dini tumepokea kwa watu waliopokea masahaba, watu waliopokea masahaba mpaka ikatufikia sisi. Kama wanavyotuambia watu wa tablighi kila siku, ingekuwa sio juhudi walioifanya masahaba, wallahi sisi hatungekuwa na neema kama hii ya Uislamu. Na kweli masahaba walitufikishia, na je, sisi hii dini tutaifikisha vipi kwa wenzetu? Kwa pamoja jamaa? Tayeb. Asema mimi nategemea hii hadithi. Sio kwamba nategemea ile hadithi ambayo tunaambiwa nini jamaa? Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tena, nadhara Allahu mra'an, Mwenyezi Mungu amnawirishe mtu, ampe nuru, sami'a maqalati, amesikia makala yangu, maneno yangu, fawa'aha, akahifadhi, akakulika yale maneno yangu, faaddaha, akaitekeleza kama sami'aha, kama alivyoisikia. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwombea dua mtu gani? Mtu ambaye kwamba amesikia hadithi ya Mtume Muhammad, baada ya kusikia hadithi kama ile, na yeye akaihifadhi, kisha asema akaifikisha kama vile alivyoisikia. Mungu huyo mtu ampe nuru. Pamoja na hii hadithi ni sahihi, asema kiwa ile ni dhaifu, mimi nategemea hii hadithi. Pamoja jamaa? Tayeb. Kisha ndugu zangu ulama, kabla nukta ya mwisho ili wakati usitukhili, ulama wana malengo katika kusanya hizi hadithi 40. Thumma bila ulama man jamaa al-40 fi usul ad-din. Kisha katika miongoni mwa ulama kuna mtu aliyekusanya hadithi 40 fi usul ad-din. Tuende pamoja katika usul ad-din, katika shina la dini. وبعضهم في الفروع، wengine wamekusanya katika furu', wengine fi usul ad-din, wengine katika في الفروع. وبعضهم في الجهاد، baadhi yao wamekusanya katika jihad. وبعضهم في الزهد، baadhi yao wamekusanya katika zuhud. وبعضهم في الآداب، baadhi yao wamekusanya katika adab. وبعضهم في الخطب، na baadhi yao wamekusanya katika khutab. Tulikomea sasa ulama wote tuliowasikia kuanzia Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, sio huyu amekusanya hadithi 40, huyu amekusanya hadithi 40, huyu amekusanya hadithi 40, kila mmoja ana lengo lake. Mtu anasema mimi nategemea ile hadithi ya Mtume, sawa jamaa? Hadithi gani? Man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawma al-qiyamati fi zumrati al-fuqaha'i wal ulama. Sio mimi nategemea hii hadithi, asema mimi wacha nikae niangalie hadithi 40 ambazo zahusiana na kitu fulani. Mathalan mtu anaandika hadithi 40 al-40 fi fadl talab al-ilm. Mtu anakaa tu anasema mimi nataka kukusanya hadithi 40
ambazo zote hizi hadithi za husiana na mtu kutafuta ilmu. Tuko pamoja? Ama mwingine anakuambia la, mimi nitatafuta hadithi 40 ambazo kwamba zote za kuzungumza al-40 fi fadli Sayyidina Abi Bakr, al-40 fi fadli Sayyidina Umar bin Khattab. Tuko pamoja jamaa? Hata mfano wewe mwenyewe unaweza kukusanya hadithi 40 kwa kweli sisi tuna ilmu, lakini hatujafika huko. Ukaandika hadithi 40 ambazo kwamba labda yahusiana na mambo fulani. Mathalan, ala sabili mithal al-40 fi fadli akli al-halali, yani hadithi 40 katika inahusiana mtu kula chakula cha halali. Kisha kwa jina lako kama alivyoipa jina lake Imam Nawawi akaita nini? Al-40 an-Nawawiyya. Mmoja, lakini ikawa zile hadithi za husiana na kitu fulani. Sasa kila mmoja huwa anakaa, wacha mimi nikusanye mathalan al-40 fi sifatillah. Ndio, ili muelewe zaidi. Al-40 fi man ya'kulu kathira. Yani mathalan mtu anasema mimi nataka ili muelewe haraka hivyo. Mfano kama unaweza kumtanielewa. Sawa jamaa? Yani nitakusanya hadithi 40 ambazo hizi hadithi 40 zinahusiana na yule anakula sana. Nadhani kila mmoja ameelewa sasa. Si ndio jamaa? Hiyo kila mmoja anakaa kuna kitu hadithi 40 ambayo inahusiana na kitu fulani. Kwa pamoja jamaa. Kisha Imam Nawawi akasema wa kulluha maqasid salihah, yote makusudi yake mazuri. Radiyallahu an qasidiha, Mwenyezi Mungu aridhia wale waliokusudia. Asema qad raaitu, hakika nimeona mimi jamaa 40, ukusanya hadithi 40 ahamma min hadha kulli, ambayo ni muhimu zaidi kuliko haya yote. Wa hiya 40 hadithan, nayo ni hadithi 40 mushtamilatun iliyokusanya ala jamii dhalika, juu ya yote hayo. Wa kullu hadithi, na kila hadithi minha, miongoni mwa hizo hadithi 40 ambazo nitakusanya, qaidatun adhimatun, kuna misingi mikubwa, kuna kaida kubwa, min qawaid dini, kutokana na misingi ya kidini. Qad wasafahu al-ulama, hakika wameisifu wanazuoni wenyewe, bi anna madara al-islami alayhi, kwamba mzunguko wote wa Kiislamu iko juu yake, au nusu al-islami, au nusu ya Uislamu, au thuluthahu, au mfano wake, au thuluthi yake, au kadhalika, au mfano hilo. Tuende pamoja. Nasema nitakusanya hadithi ambazo ni 40, lakini anasema alaiha madaru lislami wa qawaidu, alaiha madaru lislami wa qawaidu. Hizo hadithi 40 ambazo mimi nitazikusanya juu ya hizo hadithi 40 ndio madaru lislam, kuna mzunguko wa Uislamu wa qawaidu, na misingi yote ya Uislamu ziko katika hizo hadithi 40. Hizi hadithi ambazo wamekusanya ndugu zangu, subhanal malik, ni hadithi nyingi sana. Zote, kila hadithi ina kaida katika Uislamu, ina misingi katika Uislamu. Ndio ulama waliotunga vitabu hivi kama hawa tunawaeleza, kuanzia Sheikhul Islam Abdullah ibn Mubarak. Hiyo sio jamaa, lakini hebu niambieni billahi alaikum, kitabu gani ambacho kwamba leo ni maarufu lada jamii katika vitabu vilivyokusanywa hadithi 40 kama kitabu cha Imam Nawawi ambapo ni al-40 an-Nawawi? Hakuna. Tumeona kwa nini asema hizi hadithi ambazo mimi nitazikusanya, alaiha madaru al-islami wa qawaidu, juu yake ndio kuna mzunguko wote wa Uislamu kwa hapo, na misingi yote ya Uislamu ziko katika hizo hadithi 40 ambazo mimi nitazikusanya. Sheikhul Islam ambaye tumesema Abdullah ibn Mubarak, sio jamaa, alikusanya hadithi 40 kitabu sana katika karne ya pili Sheikh, na al-Imam Nawawi alikuwa katika karne ya ngapi? 7. Lakini hadithi ya kitabu ambayo leo ni maarufu lada jamii, hakuna hadithi zilizokusanywa ni 40 kama al-40 an-Nawawiyya, kama al-40 an-Nawawiyya. Tuko moja sisi. Kwa nini? Kwa sababu alaiha, kwenye hizo hadithi alaiha anakusudia madaru lislami wa qawaidu, mzunguko wote wa Uislamu uko hapo, na misingi yote ya Uislamu uko hapo. Tuko moja sisi. Tayeb, asema thumma altazim
kisha mimi nalazimiana fi hadhihi al-40 katika hii hadithi 40 mimi nalazimiana namba 5 atakuwa sahiha, zote ziwe sahihi. Hakuna hadithi ambayo nitaiweka katika al-40 an-nawawiyya iwe ni dhaifu, yote ni sahihi. Siasi mambo kwa wala sana. Wa mu'dhamuha, na ukubwa wa hii hadithi, yani nyingi zake, hadithi nyingi katika hizi hadithi 40 mimi nazikusanya fi sahihain, ziko katika sahihi mbili, al-Bukhari wa Muslim, katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Mmoja hadithi nyingi ziko utazipata katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Wa adhkuruha, nitazitaja hizo hadithi mahdhufatan asanidi, nitazitaja hali ya kuwa zimeondoshwa zile sanadi zake. Ukifungua sahihi al-Bukhari utaziona lakini hii hadithi ya Ibn Nawawi haina sio, hakuna hadathana fulani an fulani hadathana fulani an fulani, hii hadithi haiko hivyo. Utasikia tu Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab, inama al-a'malu binniyat, itatajwa leo, lakini hakuna an kwa sababu mfano Imam al-Bukhari anapoeleza hadithi katika Sahih al-Bukhari ataanza kueleza kuanzia yeye mpaka kwa Sayyidina Umar mpaka kwa Mtume Muhammad. Sawa jamaa? Mathalan watu wanaona Allah yaj'alna min jalib al-Bukhari. Sawa? Sasa nitasema hadathana Ibrahim an Hamza. Sawa? Hamza bin Ibrahim عن عبد الرحمن عن حارث ولو سيدنا عمر عن عمر بن الخطاب يلدهم تومي عن رسول الله هكذا. Mmoja huo ni mfano, si hakika ukasema huyu jamaa mtume kuanzia leo hapa. Mfano mmoja sisi sasa nasema mimi sitotaja hadathana fulani fulani fulani, mimi nitazitaja mahdhufatan asani, nitazitaja hazina sana, ili kisoma tu Ibn Umar an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sami'tu Rasulullah, mtume amesema kadha. Kwa nini? Lengo la nini? Lengo la shabaha liyasbura hifdhuha, ili hifdhi yake iwe sahali. Lakini kiwa an leo hakuna kitu kigumu kama kuhifadhi majina. ويعمل انتفاع وولاء كلكم فايك بها كويس حديث ان شاء الله ثم اطبعها كيش بتزفوتش هذه حديث كتاب حديث تفوتش حديث ببعض قبلانه في ضبط خفي الفاظها لتزداد katika kufichika alfadhi zake. Tuwe pamoja na hapa, asema Imam An-Nawawi, mimi nikitaja hadithi fulani, nikitaja hadithi nyingine ya pili nitaitaja na mlango wake, lakini ule mlango wake sitoitaja mubashara. Lakini mathalan hadithi ya kwanza tuseme innamal a'malu binniyati, si ndio? Mimi nikija nikitaja innamal a'malu binniyati sitoitaja na mlango wake, lakini mwenye akokopa ameisoma atajua kwamba hii hadithi inahusiana na babu al-ikhlas. Sawa? Asema mathalan mtu aje asome hadithi nyingine, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, mimi sitoitaja mlango, lakini kwa mtu ambao anajua kusoma atajua kwamba hii mlango, hii hadithi inazungumza babu fi fadli akli al-halali wa khasarati akli al-haram. Sitoitaja mlango, lakini mfano wake ni kama huo. Tumeelewana jamaa? Asema al-Imam وينبغي لكل راغب نتكلم وكل أمر أنا مبنز في الآخرة كتك آخرة أن يعرف هذه الأحاديث أزلوه هذه حديث أربعين أمبوياء بسلوسان كما كل وقت مبنز الآخرة. الإمام النووي القوية يتكلم أزلوه لما اشتملت عليه من المهمات، وسببه حديث بمسانة ما مهم سامة، واحتوت عليه من بمسانة لياك من التنبيه kutokamana na tambii kuzundua ala jamii taati juu ya taa zote, wadhalika na hilo wahiru liko wazi liman tadabbara, kwa yule ambaye kwamba ameizingatia jambo hili. Ukizingatia hili jambo utajua kumbe hizi hadithi ambazo amezikusanya Imam Nawawi jamaa zote
muhimu sana, imekusanya mambo ya muhimu sana. Wewe tushika innamal a'malu binniyati, hadithi ya kwanza. Sawa? Hii hadithi hii ukienda Sahih al-Bukhari utaona imefungwa hii hadithi innamal a'malu. Ukienda Sahih Muslim utaona Imam Muslim amefungwa hii hadithi innamal a'malu binniyati. Hii yani kitabu kidogo sana, lakini imekusanya mambo makubwa sana. Pamoja sisi tayari. Mimi nimalize na nukta ya nyingine kabla nukta ya mwisho. Tukiadhini kisha tutakimu kuswali. Hii al-40 an-Nawawi, kitabu cha Imam an-Nawawi imepata bahati kubwa sana. Kwa sababu utasema kwanza hakuanza kutunga yeye mwenyewe. Sio? Na watu waliotangulia na wengine walikuja baadaye. Pia ilishereheshwa na wanazuoni wengi sana kitabu chake. Mwenyewe alianza kusherehesha mwenyewe Imam Nawawi. Mwenyewe alianza kusherehesha hizi hadithi. Mmoja mwingine alikuja akasherehesha pia hii hadithi ni Al-Hafidh Taqiyuddin akiitwa Ibn Daqiq al-Eid. Naye alikuja akasherehesha hichi kitabu. Mwingine alikuja akasherehesha hichi kitabu ambao huyu Al-Hafidh Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Eid wanasema sherehe yake ni ndogo sana, lakini maana yake ni makubwa sana. Mwingine ni Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali Al-Baghdadi, na huyu pia alikuja akasherehesha Al-40 an-Nawawiyya. Tuko pamoja jamaa? Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali Al-Baghdadi naye alisherehesha kitabu kama hichi Al-40 an-Nawawiyya, na sherehe yake tueni pamoja akaita Jami'ul Ulumi wal Hikami fi sharh 50 hadithan min jawami'il kalimi. ماذا؟ جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. Sikiliza hii nukta na wakatuambia min afdali shuruhati al-40 an-Nawawiyya, yani sharhi ambayo kwamba ni katika sharhi ambayo ni bora zaidi ni sharhi ya Ibn Rajab Al-Hanbali ambayo ameita Jami'ul Ulumi wal Hikami fi sharh 50 hadithan min jawami'il kalimi. Hii ndio sharhi ambayo ni kipana, ni sharhi ambayo kwamba ni kizuri sana. Pamoja jamaa, bali hii kitabu tumesema jamaa hadithi zilizokusanywa hapa ni 40, lakini kisabu vizuri na 42. Sawa? Huyu Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali Al-Baghdadi akaisoma hili kitabu cha Al-40 an-Nawawiyya. Yeye mwenyewe pia ameandika Al-40, yani katika wale Al-40 wanaoandika hadithi 40 pia Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali aliandika. Lakini akasoma hili kitabu cha Imam Nawawi akaona kizuri sana, kitabu sana, akaona zote zile hadithi ni katika jawami al-kalim. Alfadhi zake ndogo lakini maana yake makubwa. Umoja alfadhi ni ndogo, maana makubwa. Akasema hii hadithi mimi nimeikuta ni 42. Mbona mimi nisiongeze hadithi 8? Badala ya kuwa 40 iwe ngapi? 50. Akaongeza hadithi 8 ikawa ngapi jamaa? 50. Ndio kitabu chake akasema Jami'ul Ulumi wal Hikam fi sharh 50 haditha. Fi sharh sio fi sharh 40 haditha, fi sharh 50 haditha min jawami'il kalimi. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameongeza ngapi? Ameongeza 8. Tuko pamoja sisi? Tayeb. Na wengineo walikuja na wao wakasherehesha hapo kwamba hadithi wala haraj ni wengi sana, lakini katika ashuyukh bila mutaakhirin hata Sheikh mmoja wa Kisudia ambao hakufa kitambo sana, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen pia amesherehesha kitabu kama hichi Al-40 an-Nawawiyya. Kwa mmoja jamaa, mimi nimalize na nukta ya mwisho, ndio tutakuwa ni ya mwisho hii idadi ya 40. Hii 40 na siri sana.
Utasikia hata mtu akifa, jamaa leo ni 40 mtu fulani tumtilie dua. Tunasikia hivyo jamaa. Hii 40 na siri kubwa sana. Wewe tosheka tu, hata mtu hawezi kutumilizwa katika ulimwengu mpaka afikishe miaka 40. Mtu akifika miaka 40 ndio kutumilizwa. Sisi sira tu tunayoisoma ya awal, bu'itha umruhum 40 sana. Mtume ametumilizwa fil hali miaka yake mingapi? Wakasema miaka 40 ndio mtu amekomaa, akili yake iko sawa vizuri na anajua anachokifanya. Ndio wakasema hii 40 ni muhimu sana. Wakasema idha balagta 40 fakhudh hidraka. Idha balagta 40 fakhudh hidraka. Unapofika miaka 40 chukua tahadhari yako, kwa sababu ule muda unaokupita kuanzia labda ulipokuwa utotoni mpaka kufika miaka 40, kisha baada ya 40 sasa kuelekea huko, baada ya 40 kuelekea juu sasa ndio watarajiwa wewe kufa zaidi kuliko ulipokuwa mdogo. Sawa jamaa? Wakasema idha balagta 40, unapofikia miaka 40 fakhudh hidraka, chukua tahadhari yako, wewe kufa uko karibu. Yoyote anaweza kufa, lakini mtu anapofunga miaka 40 basi chukua tahadhari, hatari. Kwa sababu kuanzia miaka ya kwanza mpaka miaka 40 wewe mara nyingi mtu hatarajii kufa. Kila mmoja atakufa. Sio kwamba mtu mdogo hafi, lakini ukifikisha miaka 40 baada hapo mtu utarajiwa kufa kabisa. Kwa maana jamaa, sasa hata mitume ridwanullahi ta'ala alayhi, jamaa tumesema kutumilizwa, umetumilizwa fil hali wa miaka mingapi? Sasa hii 40 na siri kubwa. Angalia moja tu katika siri kubwa ya 40. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema musalla 40 yawma. Musalla yoyote mwenye kuswali siku 40, yudriku takbiratul ula, adiriki takbira ya kwanza. Yani wewe unaswali siku 40, yule imamu akisema Allahu akbar na wewe unasema Allahu akbar, faida yake nini ya Rasulullah? Mtu anaoswali siku 40 anasema kutibat lahu bara'atan, ataandikiwa baraa 2. Yani ni maana ataepushwa na mambo mawili. Ataepushwa bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Ataepushwa kutokamana na moto na ataepushwa kutokamana na unafiki. Wataka kusalimika na unafiki, ndio uswali nyuma ya imamu siku 40 wapata takbiratul ihram. Kwa jamaa, siku ngapi? Mtume anasema musalla 40 yawma, si musalla 30 yawma au 20 yawma, musalla 40 yawma. Tukasema hii idadi ya 40 jamaa ina siri kubwa sana. Kwa hata Nabii Allah Musa alipokwenda kwenye miqat ya Mola kuzungumza na Mola, alikwenda kwa siku ngapi? Siku 40. Waadana Musa ila 30 laila, kisha akasema nini? Wa atmamnaha bi 10, tukamtimizia na siku 10. 30 ukiongeza 10 ni 40. Hii 40 na siri kubwa sana. Umeona jamaa? Tayeb. Sasa akasema moja, anasema idha balagha rajulu 40 sana, mtu akifikia miaka 40 faqad dakhala fi hadd al-kamal wal aqli, ameingia katika mpaka kukamilika akili. Lakini tumalize inshallah. Hii ni muhimu sana, na hii ni nukta ambayo ya salam ni muhimu sana. Asema man atat alayhi 40 sana, hadha tutaandika baadaye inshallah. Man atat alayhi 40 sana, hii ni muhimu sana sisi ambayo labda tuelekea 40 au tushafikisha 40, lakini zaidi tuelekea man atat alayhi 40 sana, yoyote ambayo imemwingia yeye miaka 40, walam yafrid khayruhu ala sharri, khairi yake haikushinda shari yake, yani maovu yake limeingiza kuliko khairi yake, falyatajahhaz ila an-nar, huyo mtu ajiandae na moto wa jahannam. Umefikisha miaka 40, maovu yako limeingiza kuliko khairi yako, basi jiandae na moto wa jahannam. Idha balagha rajulu, pindi anapofika mtu miaka 40 sana, anapofikia miaka 40, walam yaghlib khayruhu sharra,
yani khairi yake haikushinda shari yake. Qabbala ash-shaytan baina aynayhi. Sikiliza haya maneno mazito sana. Mtu amefikisha miaka 40 lakini ikawa ina khairi yake haikushinda nini shari yake, basi shetani huja akamusu kati ya macho yake mawili hapa. Shetani akamusu kabisa, akamwambia Sheikh, hongera bwana, wewe katika wafuasi wako, wewe mimi na wewe mkono kwa mkono hadi katika moto wa jahannam, wewe katika wafuasi wako. Sasa sisi tunaelekea 40, ni hatari sana. Jaribu sana na tujaribu sana, tunapokuwa tuelekea 40 namna yoyote tufanye, lakini tusifikie 40 ila na sisi tumetubia kwa Allah jalla jalaluhu. Kwa sababu unaweza kumwona mzee akana vijana, anavuta tembo, anakula kukaa, yani maskani zake yeye katika wazee, lakini anakaa vijana. Mbona huyu mzee kama vijana huyu? Ni katika wale walioingia miaka 40 na wao bado hawakuacha maskani. Atakufa Sheikh bado yuko hapa, ana miaka 70, miaka 80. Kwani amegonga miaka 40, shari yake ni kubwa zaidi kuliko hili jamaa. Khairi yake bora usishangae. Sasa ni tujaribu kwamba sisi hapa tujagonga 40 tuhakikishe na sote tunaelekea kullu ma huwa atin qarib. Sheikh, kila chenye kuja iko karibu sana. Leo alhamdulillah ni yule miaka 25, miaka 20 bado tuelekea huko. Utafika mtu miaka 60, 50 yuazidi. Kwa nini? Amegonga 40 hajarudi kwa Allah. Mtu amegonga 40 bado anakula pesa za haramu, atakufa na mpaka asiri sikutubia. Tuhakikishe sisi kabla hatujafika 40 jamaa tumetubia kwa nani? Allah. Na mtu akifika 40 anajua haya ndio wafanya huku nyuma ni mazuri au ni mabaya, mwenyewe anaielewa vizuri. Hii hali yangu, life yangu ya nyuma kuanzia labda kubalighi kwangu mpaka miaka 40 yuaelewa vizuri kabisa nimefanya kitu gani. Lakini inshallah Mungu atujalie tusife mpaka na sisi tutubie. Inshallah Mungu atujalie tupate baraka ya Imam Nawawi kwa haya tunayoeleza, na inshallah huu uchache inshallah siku nyingine Jumanne nyingine inayokuja inshallah tutaeleza hadithi ya kwanza, innamal a'malu kwa malengo ya hii jalsa. Inshallah Mola tujalie alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wal afwa minkum.